Asante sana. Nachukua hii nafasi na fursa ya kipekee kuweza kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Jina langu ni Pastor Boaz Lubanga, mwanzilishi ya makanisa ya Hope Family. Nimeoa, nimebarikiwa na mke anaitwa Naomi Chepchumba, na tumebarikiwa na watoto wawili mapacha, Victor Freedom na Joy Freedom, wako shuleni. Kwa majina ninaitwa Naomi Boaz, nimeokoka na mpenda Yesu. Siku ya leo tumekuja ili tupate kurudishia Mungu shukrani. Nachukua hii nafasi kuweza kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo, kwa sababu ya matendo yake mema kwa maisha yangu, kwa jamii yangu na kwa huduma ya Hope Family. Mimi tena ninafanya kazi na Ephraim Prayer Mountain kama missionary. Na siku ya leo ni siku ya kipekee kwa sababu tumechukua ikuwe siku ya kuweza kumshukuru Mungu kwa sababu ya mambo mengi Mungu ametutendea. Na moja yapo ni kwamba ilikuwa tarehe 6 mwezi wa 5 asubuhi. Tulikuwa tunatoka kwa mkesha Malava kwa ajili ya kufanya maandalizi ya kuweza kucommission mlima ya Malava kama mlima wa maombi, aswa kwa ajili ya kuombea Luhya Nation. Na asubuhi na mapema saa 11 na dakika 15 tukiwa tunakaribia jua kali, hapo tukapatwa na attack. Kwa kutokujua kabisa tumepata ajali, na nikawa nimeingia ndani ya lori na mimi ndio nilikuwa nina drive. Pastor ni mume wangu. Wakati enye tulipokea hii habari, nilipokea kwa njia ya mshtuko sana, kwa sababu hiyo wakati enye alikuwa anaenda maombi Kakamega, kwa hiyo mountain enye walikuwa wanataka kwenda kulaunch ili ipate kujengwa. So ninakumbuka wakati enye alitoka nyumbani, alienda kwanza Prayer Mountain Ephraim, alafu akaniambia hatarudi nyumbani hiyo siku, ata proceed akienda Kakamega. So ninakumbuka akinipigia simu saa 1 jioni, dada yake alikuwa hospitali, akaniambia ameenda kumuona dada yake na ameenda maombi Kakamega. So wakati enye alienda maombi hatu kuongea tangu hiyo saa 1, nikijua pastor huwa akienda maombi ya kesha anarudingi nyumbani by saa 10 usiku, akichelewa sana saa 11. So tulikuwa tumeagana ya kwamba aende akirudi apeleke our son shule. Tuko na kijana anasoma St. Peter's Mumias, and that time hata alikuwa ametembea na school ID ya mtoto, akiniambia ya kwamba asubuhi atakuja kupangia mtoto school fees akimpeleka mpaka shule, kwa sababu mtoto alikuwa amechelewa kwenda shule. The reason mtoto kuchelewa, tulikuwa tumepoteza my dad. So hiyo wakati ilikuwa after burial ya our dad. So I remember nilimgoja yeye hiyo kuamkia asubuhi, hakufika. By saa 9 nikashikwa na uoga sana, na nikajiuliza mbona achafika. Nikaanza kupiga simu ni mteja, hakuna mtu mwenye anashika simu. Nikamgoja mpaka saa 10 achafika. Nikipiga simu imesimwa, hakuna mtu mwenye anapokea hiyo simu. Nikashikwa na wasiwasi sana. Hiyo wakati ninakumbuka niliamka na nikapiga magoti, nikaomba. Nikamwambia Mungu, wacha mapenzi yako yatendeke. Kwa sababu ninakumbuka pastor si kawaida yake kukuwa mteja, si kawaida yake. Na akikuwa mteja labda ni 1 hour akiwa kwa maombi, and after 1 hour akipata my missed call ananipigia. So nikakaa, I remember nilikaa mpaka saa 12. Nikaamusha kijana our son, nikamwambia ujiandae, baba yako anakuja kukupeleka shule. But ninashangaa kwa nini baba yako ni mteja. My son akaniambia labda moto ilisha kwa simu, wacha tuamini atafika saa hii. Ninakumbuka wakati enye tukapika chai, I remember my son ataka kukunywa hiyo chai. Nikaenda kwa biashara yangu kidogo, nikasema wacha nifungue duka kwa sababu ninafungua 6.
nikafungua nikingoja yeye. Kidogo nikaona simu imeonyesha ya kwamba I tried calling you. Nikapika hapo kwa hapo, kumpigia akushika, alafu akanipigia ye mwenyewe. Akaniambia, nikauliza uko wapi? Mbona umekuwa mteja kwa hiyo muda wote? Akaniambia, my wife, nataka nikuambie ukweli, sitaki nikufiche. Tumepata ajali, na hii ajali yenye tumepata ni ajali mbaya sana. Mpaka mapolisi walikuja, gari imefurutwa, tuko kwa hospitali. Wanataka kutuadmit, lakini wametuambia watatu referral Eldoret. Nashukuru kwa kuwa tulikuwa na wachungaji watatu pamoja na askofu wawili, Askofu Emmanuel kutoka Kuria na Askofu Joseph kutoka Busia pamoja na Reverend Macharia. Tunashukuru kwa sababu baada ya kupata ajali kidogo tukakundua ya kwamba kweli karibu tuende, na watu wakakuja wakitarajia kuokota mili. Lakini tunashukuru Mungu ya kwamba walipofika, kitu cha kwanza nilisikia tu mmoja wao akisema ni kwamba driver alisurvive kweli, na baadaye wakanipata mshipi imenikwamia, steering imenikwamia, siwezi kutoka hapo. Lakini nashukuru wakakuja wakatafuta kisu kukata safety belt, na ndipo nikaweza kutoka. Niliweza kumshukuru Mungu nilipotambua ya kwamba bado ninaweza kutembea, na nilikuwa na majeraha kidogo, japo kwa wale tuliokuwa nayo. Aliyekuwa nyuma yangu, nyuma ya driver, Askofu Emmanuel akawa amepasuka kwa uso, na Askofu Joseph akawa mkono wake umepata majeraha, na hapo kwa hapo tukawa tumeletewa gari tukapelekwa hospitali ya Taribo. Kufika Bale walianza kumhudumia askofu kwa sababu alikuwa anafuja damu, lakini baada ya kumshona wakakosa mashini ya CT scan, na hapo director wa Ephraim Prayer Mountain akawa amefika pamoja na Reverend Makau, wakamchukua yeye kumpeleka referral ili apikwe CT scan. Hizo tukapaki pale kufanywa x-ray. Tunashukuru baada ya kufanywa x-ray sisi kabarikana ya kwamba Mungu ametusaidia, hatujapata majeraha ya ndani, na tukatibiwa tukapewa madawa. Nilishikwa na mshtuko sana, nikashangaa, nikakaa kuchanganyikiwa kidogo, kwa sababu nilikuwa ninakumbuka what can I do. Mtoto anatakana kwenda shule, baba yake achafika. So kitu yenye nilikumbuka, nikampigia chairman wa kanisa na nikamwambia, chairman, nataka nikuambie sad news. Nikamwambia pastor amepata ajali na mimi najua hawezi kuambia, so what can we do now from there? Akaniambia kitu yenye tutafanya, wacha tubangie mtoto school fees kwanza aende shule, alafu tuproceed tuende tumuone pastor. Na yeye akatoka kwa nyumba yake akaenda akabangia mtoto school fees, tukakubaliana tukutane Eldoret town. Nikaenda kufika Eldoret town, nikakumbuka my sis. Nikampikia dada yangu mmoja simu anaitwa Rachel, nikamwambia pastor amepata accident na sijui vile pastor ako. Yeye naye Mungu akamsaidia, akatuma baba ya mtoto wake aenda amuone. Huyu akaenda akafika mahali pale, akanipigia simu, akaniambia nimemwona hayuko sawa, lakini wacha nikuje town, wewe kuja enda ufike mahali pale uone vile wanahudumiwa. Asipohudumiwa vizuri turifaa yeye akuje referral. I remember nilipandisha our son gari akiwa na wasiwasi sana, lakini nikampigia pastor simu, akaniambia mtoto aende na hiyo gari, yeye akuja akutane na yeye kwa barabara, apatiane school ID kwa sababu mtoto angeingia shule bila school ID. Ninakumbuka pastor akasema acha apande bodaboda akutane na mtoto kwa barabara. Mtoto akapanda gari, akaenda akapatana na baba yake, akampatia hiyo school ID, mtoto akaproceed. Sasa mimi niko kwa barabara nikienda. Kufika mahali pale nikampata, walikuwa watu 5. Nikampata bishop mwenye alifunjika mkono, na nikampata dada mmoja, na nikampata pastor mmoja mwenye alikuwa na yeye. Kitu yenye nilishukuru Mungu, wakati yenye nilimuona baada anasimama na baada anaongea, na nikasikia nikachawa na furaha sana. Nikaona mali alifika si mbaya, na nikashukuru Mungu, nikamwambia Mungu asante.
kwa sababu mawazo yenye nilikuwa ninawaza immediately vile nilisikia hiyo ajali, nikakumbuka ya kwamba mume wangu amekuwa akiamini Mungu, akisema ya kwamba ataishi miaka 100. So wakati hiyo ajali ilipatikana, kitu yenye nilikumbuka ilikuja kwa moyo wangu, kwa nini Mungu na yeye alisema anaishi mwaka 100, na kila wakati amekuwa akiniambia mimi sitawahi kufa ajali ya barabarani, kwa sababu Mungu wangu ni mlinzi mkubwa sana kwa maisha yangu. So ninakumbuka wakati yenye nimempata yeye, tukaenda kwa x-ray, akapigwa x-ray kifua, wakamwangalia, wakaona hakuumia, wakasema tu ni hiyo impact ya gari na ni mshtuko yenye alistuka. So ninakumbuka tukamaliza hiyo shughuli ya kupigwa x-ray na tukarudi nyumbani. Ninakumbuka tulishika taksi kutoka Jua Kali, tukaenda kwanza kuona gari mali ilipelekwa. Nikaenda nikashangaa na nikastuka sana, nikasema gai Mungu. Nakumbuka wakati tulitoka mali pale tukapata maaskari kwa barabara, tukiulizia hiyo gari ilifurutwa wapi. Maaskari wakashangaa na wakauliza huyo driver anaendeleaje, kwa sababu walikuwa wanajua wakiona gari wanajua driver alienda. Tukamwambia driver ako sawa, akasema wakauliza ako sawa aje? Tukawaambia ako sawa, lakini hatukutaka tuwaambie ndio huyu tuko na yeye ndani. Tukakuja tukafika Jua Kali police station, tukaangalia hiyo gari, ilikuwa ya mshtuko sana, ilikuwa ya mshtuko sana. Then after that tukakuja nyumbani. Kufika nyumbani hiyo kufika nyumbani nikaona kweli kumbe ameumia, kwa sababu I remember angeketi kwa kiti hawezi simama tena, ni mpaka ashikilie kitu alafu asimame. Wakati ya usiku tukaenda kulala, akiwa kwa kitanda hawezi fikia kitanda, anaketi kwa kitanda, ninainua miguu yake ndio aingie kwa kitanda. Akitaka kupenduka hawezi penduka, nilikuwa ninamshikilia akipenduka. For 3 weeks hakutoka nje kwa sababu ya hiyo uchungu. We have been using painful painkiller kwa ajili ya kutusaidia karibu mwezi wa 5 yote. Nakumbuka baada ya wiki 3 nikawa bado nasikia uchungu, nikarudi kwa daktari. Akaenda kufika mahali pale, akaenda akamwona, akasema ni impact, yaani mwili ilistuka, akaongezewa another medicine, akakuja kumeza, but ili take time. Wakanipima tena, wakapika x-ray ingine, wakababa bado niko sawa. Kwa sababu I remember the last 3 weeks nikimwamusha, akilala na muamusha, ikiape usingizi ishe saa 7 hawezi lala tena, ninamwamusha anaenda sitting room, anaketi mpaka asubuhi, mpaka jioni tena turudi kulala. So tumekuja mahali hapa siku ya leo ili tupate kumwambia Mungu asante, kwa sababu haikukuwa kitu ya rahisi. Mpaka kijana alikuwa anastuka sana kwa shule. After every 2 days anapiga simu akiulizia baba yake. Na ninashukuru kwa sababu baada ya hiyo sisi wote tuliokuwa kwa hiyo gari, Mungu ametuponya, uchungu imeisha, tumeondolewa katika hali ya hatari. Ijapokuwa gari liliisha, mpaka wakati uliko kwa garage wanajaribu kulitengeneza, lakini leo mimi kama aliyekuwa driver nimechukua hii nafasi kuweza kuita kanisa la Hope Family, kuweza kuita jamii yangu, marafiki zangu, wachungaji wenzangu, pamoja na missionaries wa Ephraim Prayer Mountain, tuweze kuchukua nafasi ya kumwambia Mungu asante. Na hiyo ndio sababu sherehe ya leo iko, na tunashukuru kabisa. Wapendwa wamekuja, wengine kutoka Kakamega, wengine kutoka Busia, wengine kutoka Luanda, na marafiki wangu pamoja na jamii yangu kutoka Bukura wamefika ili tuweze kumwambia Mungu asante. Na furahi hata kuona masemechi wangu kutoka Keyo wamefika ili tuweze kumwambia Mungu asante. Kwa majina naitwa Bishop Saul Were Barasa. Tunatoka Kakamega, tunatoka kwa El Shaddai Prayer Mountain. Tumekuja hapa kwa ajili ya shukurani. Shukurani kwa ajili ya kusherekea utendaji wa Mungu. Mungu ametubeba kwa mambo mengi sana. Tumeona akitusaidia, tumeona akitutetea katika hali nyingi. Kwa sababu aliokoa hata watumishi wa Mungu. Tumesafiri sehemu pembe mbalimbali, tumesafiri salama, Mungu akatufikisha.
hata baadhi yetu wengine ambayo ndio sababu kubwa imetuleta mahali hapa, Mungu ameokoa kwa ajali kubwa sana. Kwa hivyo tumekuja hapa kwa ajili ya kurudisha shukrani kwa Mungu kwa mambo makubwa ambayo anatufanyia. Sisi kama watu wa El Shaddai Prayer Mountain tukiwa pamoja na Mount Ephraim, tunashukuru. Mimi kwa majina naitwa Rose. Mimi ni dadake Naomi ambaye ni mke wake mchungaji Boaz. Leo tumekuja kusema asante, ni kwa sababu ya yale Mungu alitutendea kama jamii. Ilikuwa hiyo tarehe 6 mwezi wa 5, baada tu ya changamoto ambayo tulikuwa nayo nyumbani tulipozika baba yetu, na tulikuwa na uzito mingi sana kwa ajili ya hiyo. Alafu tukapata hiyo habari ya kwamba shemeji ambaye ni Pastor Boaz alihusika na ajali. Tukashtuka sana, lakini leo tunakuja kushukuru Mungu kwa sababu ya yale alitenda. Kwa hivyo siku ya leo ni siku kuu sana kwa jamii ya Mr. Boaz Lubanga na jamii ya kwa kina Naomi ambayo sisi tumewakilisha wachache. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu tulipopokea hiyo habari, kwanza kabisa tulishtuka, lakini tukawa na uhakika, tukajua kwamba kwa sababu yeye ni mtumishi wa Mungu, Mungu hakika anamlinda. Yeah, my name is Solomon Malenge, an elder in the church, and today we are here to give thanks to the Lord for what he has done. Pastor Boaz was involved in an accident and miraculously came out unscratched, and today we are here to tell God thank you. We are aware that saying thank you is a form of worship, and today here we are here to worship God in form of saying thank you for what he has done to our pastor, and we are so grateful for that. It will be so bad if we don't come back and say thank you. Remembering the story of the 10 lepers, we are so glad to have this opportunity to come and say thank you to our Lord for what he has done for us. Now we thank the Lord and we praise him. Hakuna mifupa yetu itavunjika. Hata ukitembea na gari, utembee na ndege, utembee na meli, angalianga mifupa yako na naiambia we hauvunjiki saa hii, na hata si saa hii hauvunjiki. Praise God. Kwa nini? Tuko tusimulie matendo ya Bwana na tutangaze fadhili za Bwana, na hatutatangaza tukiwa kwa wheelchair. Haleluya. Kwa hivyo kenye mimi ninajua, hata magari kama zitaanguka na zibomoke na zifanye kenye zitafanya, hatuendi saa hii. Tingisha mtu mwambie hatuendi saa hii. Hatuendi. Mbinguni tunaenda, lakini si saa hii. Pray for your community. Believe God for the healing of our people, the land, and the nation. Together, let us raise one voice, one prayer, one faith, one hope.